Asante sana wanahabari. Nafikiri maandalizi yetu yanaenda vizuri baada ya kutoka katika mashindano ya kimataifa. Tuliweza kufika juzi na tulipitiliza moja kwa moja kambini, na jana tulifanya kidogo recovering kwa sababu ya uchovu wa safari kwa ajili ya mechi ya kesho. Kwa hiyo maandalizi yetu yanakwenda vizuri. Tunaichukulia mechi hii kwa muhimu mkubwa sana, kwa sababu nafikiri kwamba hakuna timu rahisi katika ligi ya Tanzania sasa hivi. Ukiangalia ligi inavyokwenda, kila timu imekuwa ni ngumu sana, na kila timu imekuwa ikipambana kutoka sehemu nyingine kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo sisi tunachukulia kwa muhimu mkubwa sana katika mchezo wa kesho, pamoja na ugumu atakao kuja nao Mbeya City, tuhakikisha tunapata alama 3 muhimu katika mchezo wetu wa kesho hapo JKT Tanzania. Swali kwa mwalimu kuelekea mchezo hapo kesho. Maswali kwa mwalimu. Karibu. Kama unavyosema, tumetoka kwenye mashindano ya kimataifa. Kwetu sisi tumeona tumeweka pembeni sasa hivi, tuna focus sasa kwenye ligi, and then baada ya mechi mbili hizi tutafikiria tena kwenye mashindano ya kimataifa. Sasa tumerudi kwenye ligi, focus yetu yote sasa iko kwenye ligi, na mechi ya kwanza ambayo tunaitazama ni mechi ya Mbeya City ambayo ndio iko mbele yetu. Kwa hiyo tutahakikisha tunafanya vizuri na kuweza kufanya vizuri katika mashindano ya kwenye ligi. Swali kwa mwalimu. Karibu. Nimesema kwamba ligi imekuwa ni ngumu, na sasa hivi huwezi kusema kama kuna timu yote ambayo iko rahisi. Kwa hiyo sisi tunaichukulia kwa umuhimu mkubwa sana mechi ya kesho, na tunamchukulia kama Mbeya City ni mpinzani wetu mkubwa sana katika mchezo wa kesho. Ni timu ambayo na imani itakuja kutupa upinzani, kwa sababu hawatotaka kuja kucheza na kufungwa kirahisi sana. Kwa hiyo mimi na imani kabisa itakuwa ni mechi ngumu. Sisi tunaichukulia kwa umakini sana mechi hiyo. Kwa hiyo tunaipa umuhimu na tumejiandaa vizuri kupata matokeo katika mchezo wa kesho. Swali kwa mwalimu. Nafikiri kitu kizuri ni kwamba wachezaji wote wako kambini, na leo tuna session ya mwisho kabisa ya mazoezi. Kwa hiyo baada ya session ya leo tutajua ni nani kuweza kuanza naye katika mchezo wa kesho. Mimi nafikiri mchezo kesho ni mchezo mpya kabisa, ni mchezo unaokuja, mchezo mwingine. Kwa hiyo ukienda kwa historia namna hiyo hatuwezi kwenda. Kwa hiyo na Mbeya City kweli kapoteza michezo mitatu, lakini hatokubali kupoteza katika mchezo wa kesho. Ni timu ambayo haiwezi kuja kukubali kupoteza michezo zote. Kwa hiyo sisi ndio maana tunasema kwamba tunaipa umuhimu mkubwa sana, kwa sababu tunajua atakuja kupambana kuhakikisha lazima apate alama 3. Kwa hiyo sisi tunamchukulia ni mpinzani ambaye ni muhimu sana kuweza kupambana naye katika mchezo wa kesho. Swali. Mimi nafikiri wamefukuza walimu, wanaweza kuwa wameleta walimu wengine, na mwalimu anaanza kuja na mbinu zake tofauti ambazo mwalimu ambaye ametoka. Kwa hata sisi natupa wakati mgumu, hatuwezi kuja mwalimu anakuja na njia ipi. At least ni bora ungeweza kukutana na mwalimu ambaye aliyepita. Kwa hata sisi tunakwenda kukutana na Mbeya City ambaye ina mwalimu mpya na hatujui atakuja vipi. Kwa hiyo mimi nafikiri natupa ugumu vile vile kufikiria tunaweza kukutana na mtu wa namna gani. Hapana, na sidhani kama kuna mwalimu yote kwenye timu ambaye anaweza kuambia anakuja kupoteza. Mimi mwenyewe nakwambia naenda kushinda mechi ya kesho. Hamna mtu ambaye anaweza kuja kucheza mechi akasema anaenda kushinda. Kwa hiyo wao hawatokuja kusema kwamba anakuja kupoteza mechi. Lazima waje kucheza kushindana. Kwa hiyo sisi tutakavyokuja na ugumu wao, sisi tunahakikisha tunapata matokeo katika mchezo wa kesho. Mwalimu kiangalia kosa Mbeya City wamekwisha ruhusu mabao 10 kwenye kucheza mechi ya KMC. Ndio michezo mitatu mkifunga mabao 8 kwenye KMC. Hili linakutamanisha kesho kwa kwenda na washambuliaji wengi zaidi. Hapana, mimi nafikiri cha msingi unatakiwa utengeneze timu kwa kubalance, jinsi gani ambavyo tunaweza kwenda kuattack, jinsi gani ambavyo utaweza kuzuia ambavyo hauna mpira. Huwezi kwenda kutengeneza timu kwenda katika njia moja. Kwa hiyo sisi tutaangalia ubora wetu ni upi ambao kwenda kupata matokeo katika mchezo wa kesho. Nikushukuru sana, naweza kumbulisha mchezaji David. Okay. Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri. Kama mwalimu alivyosema, tumepata session jana na leo pia tutapata nyingine, lakini sisi kama wachezaji tuko vizuri kuelekea mchezo wetu wa kesho. Swali kwa mchezaji. Karibu.
Hapana, kwenye mchezo huwezi kusema mpaka ufungwe ndo ubadilike. Ile ilitokea na ilikuwa ni mechi ya JKT, tukaweza kutanguliwa, lakini baadaye mwalimu akaona akafanya mabadiliko, timu ikapata matokeo. Kwa kesho kama mwalimu hapa alivyosema, kesho ni mchezo mwingine na Mbeya City ni timu nyingine tofauti na JKT. Kwa hiyo lazima tutarajie kwamba na sisi tutakuja na mbinu mpya tofauti na za JKT. Yawezekana pia wanaweza wakatutangulia au tukawatangulia na tukapata magoli zaidi. Kwa hiyo kikubwa tu sisi ni kama wachezaji wa Simba ni kuweza kupata matokeo mazuri katika siku ya kesho. Karibu. Yeah, of course unapocheza timu kubwa kama Simba lazima kila mechi kwako ni fainali, na hilo wachezaji wote wanajua. Kwa hiyo mechi inapoisha, haijalishi matokeo yaliyopita, umefungwa, umedraw, yale tunasahau, tuna focus na mechi mpya, kwa sababu kila mechi kwetu ni kama fainali. Hasa ukiangalia sasa hivi tupo kwenye ligi na ushindani. Kwa hiyo kesho ni mechi nyingine ambayo tunatarajia kupambana tuweza kupata pointi 3. Labda neno lote kwa mashabiki na uongozi wa Simba Sports Club kuelekea mchezo hapo kesho. Kikubwa kwa wapenzi na mashabiki wa klabu yetu ya Simba, tunawakaribisha katika mchezo wetu wa ligi kuu kesho. Ni mchezo muhimu, kwa hiyo tunahitaji support yao, waje kwa wingi waweze kutupa morali ili tuweze kufanya vizuri. Shukrani sana David Kameta. Shukrani sana.